Leo ni siku ya Mtakatifu Valentino, ambayo siku hii huwa inatumiwa kama siku ya kuonyesha upendo na kujali watu mbalimbali, ikiwemo pia familia pamoja na jamii kwa ujumla. Siku yangu hii ya leo nitaka niitumie kuelezea hadithi ambayo nimeiona kama siku ya leo inaendana vizuri kabisa. Mwaka 2025 nikiwa kwenye mbio za mwenge katika viwanja vya shule ya msingi Nkuhungu, nilikutana na kijana mmoja akiwa anaitwa Emmanuel Swai, ametokea Machame. Aliniomba kuongea na mimi pembeni, lakini nikamwambia kwa sababu ya vurugu pale na watu walikuwa ni wengi, labda tutafute muda mwingine. Akaniambia lakini naomba tu nisikilize, shida yangu tu ni kwamba ninahitaji sana mtu wa kunisaidia, nataka kusoma, nimsaidie mama yangu anaumwa, yuko Kilimanjaro. Kwa majina anaitwa Emmanuel Kasim Swai, mzaliwa wa Moshi Kilimanjaro, kata ya Machame Kaskazini. Niliwahi kuja Dodoma kipindi kulikuwa kuna mwenge wa uhuru ambao ilikuwa ni shule ya msingi Nkuhungu pale. Nilienda na mimi, bahati nzuri nikaa nimemwona mheshimiwa. Katika kumwona nikaa nimetamani kumwambia kitu ambacho kiko ndani ya moyo wangu. Baada ya kuonana naye, mheshimiwa akaniambia kwamba nirudi nyumbani. Nikishafika nyumbani ataongea na mama yangu, je, kama ni kweli kile kitu ambacho nilikuwa namwambia, je, ni kweli kuniwalisia. Lakini baadaye namba hili ilikuja nikampa mama yangu, akaja akaa ameipoteza. Ni kweli mama yake ni mgonjwa, na yeye mwenyewe akaniambia bwana, mimi nakuomba msaada mmoja tu. Mimi ni mtoto wa kiume ambaye niko kwenye ile familia, natamani sana niwe na mchango mkubwa kumsaidia mama yangu. Natamani nisome udereva na ufundi, siku nikipata ajira niweze kumhudumia mama yangu. Nilijisikia imani sana kwa maneno yale ambayo aliyasema. Basi nikaona na mimi niwe sehemu ya kumsaidia Emmanuel. Kwa pale nikamtafuta msaidizi wangu, tukaenda chuo cha VETA, tukamtafutia nafasi. Kwa hiyo tukamlipia ada ya VETA ya udereva na ufundi, na ameshaanza chuo sasa yuko VETA. Lakini nikamtafutia chumba cha kupanga eneo la Chaduru, na nikamnunulia na vyakula kama vya mwezi mmoja hivi vya pale vya kumsaidia. Lakini baada ya mimi kumaliza yote nikampatia shilingi 200,000 ya kwake. Kuna kiasi ambacho alinipa ambayo ni shilingi 200,000. Sasa kwa haraka kwa mimi 200,000 ile iliweza kunipelekea nikaanza kumwaga kwanza mama yangu. Kwa hiyo 200,000 nilipewa ile cha kwanza niliweza kumtumia mama yangu shilingi 190,000, nikabaki na shilingi 10,000. Nilimtumia mama yangu kwa sababu nilimwacha katika mazingira magumu, alitakiwa kufanya kipimo ambacho kipimo kimoja ni 60,000. Kwa hiyo mimi nikamtumia 190,000 kwa ajili akaweza kufanya kipimo. Kishafanya kipimo, basi Mwenyezi Mungu akinijalia niweze kupambana na kuweza kupata hela ambayo natakiwa kufanyia. Na hii ndio sehemu hasa ya hadithi yangu siku ya leo. Kwa umri wake na kwa sababu alikuwa na mahitaji yote pale ndani, nilitegemea kwa ile fedha labda angeitumia tofauti, lakini kijana huyu alituma shilingi 190,000 kwa mama yake, akabaki na shilingi 10,000 tu, na akawa anaogopa kuniomba tena msaada kwa sababu alishaona kwamba nimemsaidia. Kwa hiyo ikawa amebaki nayo yeye mwenyewe moyoni, akasema ni afadhali nibaki na shilingi 10,000 kwa muda wote, lakini mama yangu aweze kwenda kupata kipimo kule Kilimanjaro. Kwa kweli aliponiambia hivyo niliguswa sana, na nikaona ni kati ya watu ambao wanaonyesha upendo ule wa kweli kabisa wa siku ya leo kwa mzazi ambaye anatamani siku moja aweze kurejea katika hali yake. Kwa Emmanuel anatufundisha juu ya mapenzi na kujali wazazi wetu, na hasa kwa hicho ambacho amekionyesha. Mimi nilifarijika sana, na nilimwambia Emmanuel ajitahidi yeye kusoma pale VETA amalize, lakini mimi nitamsaidia kwa nafasi yangu Mungu atakaponijalia kwa ajili ya kumgusa mama yake, na hasa katika eneo la matibabu. Ana uvimbe katika eneo la koo, alishakwenda kufanya vipimo. Kwa tunategemea pia Jumatatu tarehe 16 tutaendelea na matibabu mengine pale Kilimanjaro ya kuweza kumsaidia, ili na Emmanuel pia na yeye abaki na amani, asome kwa utulivu, ili akimaliza, natamani sana akimaliza tumsaidie pia baadaye apate sehemu ya kujishikiza, au sehemu ya msaada wa familia yake. Nimeona hadithi hii ni hadithi ambayo
inapaswa pia watu wengine waweze kuifahamu, kwa sababu unaweza ukaona kijana kama huyu ambaye anatamani sana kuwa sehemu ya kuifanya familia yake kuwa na furaha, anatamani kupata njia za kupitia huko, lakini Mungu jalia kupata nafasi ya kufahamiana naye, na sasa yupo katika masomo yake. Naamini Mwenyezi Mungu atambariki yeye, atabariki familia.